Sisi wapigaji kura ndio viongozi, seneta ni mwakilishi, gavana ni mwakilishi, MP ni mwakilishi. Mtu mwenye ajui sheria ndio anasadanganya. Umesimama hapa ukituambia kama ni njaa, kama ni chakula. Leo Oria ni wengi hapa. Sisi kama Waturkana tutaki hiyo chakula yenye unasema tumejaza mahali. Pelekea Oria wale wamejaa hapa, ama upelekeo Pokot kwa sababu ndio watu wako. Kwani sisi ni watu wa kufunikwa na gorogoro moja ya chakula kila siku? Tunasika na kutupia na kupea gorogoro moja mahindi. Sisi hatutaki chakula leo. Peleka hiyo chakula la mnyeusi, peleka Kambikaraya kwa sababu ni area ya watu yako. Sisi tuliaibika ile siku tulisika KPR. Na mimi kama mama nitaomba Mungu asinipe mtoto kijana mwenye ataandikwa KPR ama mwenye ataandikwa askari yeyote. Kweli siku hiyo ndio nilijua Bwana Dizi unatudharau kwa sababu ndio chama ni Haroi. Unatudharau kabisa. Yaani unatuma KPR 4 waende wasike KPR mwenzao mwenye ameuliwa na ule mtu mwenye wewe unamjua. Kama ni mtu ya security, kama alikuwa mtu alikuwa na uniform ya serikali, alikuwa anafanyia serikali kazi, alikuwa na bunduki ya serikali. Mimi ile aibu nilipata hiyo siku ni kwa vile mimi nilitoa namba ya OSPD kwa simu yangu. Hata yeye mwenyewe anajua mimi ni adui yake. Hata yeye mwenyewe anajua. Ndio huyu hata anatingisha kichwa mzuri. Kwa sababu kuna siku ameniuliza, hata amenipata hata kwa station. Nikileta ripoti ya Pokot, ananiangalia hivi. Hata angekuwa na bunduki angenipiga risasi. Ndio huyu anakaa. Kwanza akaniuliza, "Wewe uko hapa?" Hata nikipoteza maisha Kainuku, OSPD ndio ataniua. Ile bunduki ilirudishwa Bwana OSPD. Ndio ilikuwa kitu ya muhimu kwako. Lakini ule mtu wetu wenye sisi tulisika, haikuwa ni shughuli yako. Seneta, maaskari wenye wako Kainuku wote wanadharau Waturkana namba 1. Wewe ukiwa ndani, usifikiria tu wewe hakuna. Na Moita akiwa ndani, gavana akiwa ndani. Ile kitu maaskari wanaongea saa hii, mimi sijui ile kitu inaficha ficho tangu saa zile. Ukipeleka ripoti kwa hii station, unaambiwa mwende muite viongozi wenu wakuje wawasaidie kwa sababu viongozi wenu wanatudharau, walikuja siku ile kwa station kututusi. Hivyo ndio vile maaskari sasa hivi wanaongea. Askari sasa hata kama mtu atakukatakata na panga, roho peke yake iende kwa station na wewe kufia huko, roho itembee kwa station, iseme mwili yenye nilikuwa ndani imekufia huko, roho itatumwa enda leta hiyo mwili mpaka kwa station. Hakuna askari ataenda. Chairman, mimi ndio nilikuwa nasomewa na county commissioner ya West Pokot huko ngambo. Ya kwamba huko ngambo sio ya Turkana. Kwanza akaniuliza unatafuta nini hapa? Unasimama hapa kama nani? Lakini ile swali mimi nataka kuuliza ya kwamba mbona mtu anasema kitu na nyinyi hamwezi kufuatilia hiyo kitu mpaka mwisho? DC amesimama saa zile amesema ya kwamba ngambo sio area yake. Na kila siku anasemanga hivyo. Hata OSPD anasema sio area yake. Juzi nimeonyeshwa hata na maaskari ya polisi hapo. Nimeonyeshwa masimu ya kwamba wakaniambia mwisho yenu ni SES. SES ndio mwisho yenu, ipite kwa ofisi MCA, alafu ipite Kainugalis, hapo ndio mpaka. Bwana DC kama uleto Kainuku kama uje mpaka yako, ruka daraja uende kwa mpaka yako West Pokot. Kwa sababu ile kazi unafanya inamata na West Pokot. Ile kazi OSPD anafanya inamata na West Pokot. Na wacha nikwambie seneta, atubemberesani. Unaona vile sisi tunapangana kwa hii kiti. Sisi ndio tulipita katikati ya meza tukakupeleka kwa ile kiti ile. Ni wewe unakaa hiyo. Na kama hiyo kiti haitoshi kutusaidia, weka kando hivi, uache sisi tuteremke kwa rais sisi wa mama kwa sababu rais yuko nyuma ya hiyo kiti hapo. Mimi nataka kupongeza askari ya ule mtu anaitwa Meja Kahara. Wakati tu alifika hivi, tukabadilisha masimu. Kila siku anatupigia, wamepita wapi? Tukisema wamepita hapa, mara moja hapo. Ndio alipumusisha ile mambo ilikuwa inatendeka hapa. Na wakati aliondoka, akatuletea mtu anaitwa Meja Nyasi. Ule analingi usingizi kila siku kwa simu.
alitembea usiku kutoka Loyapat akaingia ndani ya nyumba ya Domongra, ambaye saa hizi nyumba ya Domongra ndio station ya hii askari pamoja na askari ya KDF. Ile kitu ambayo inafanyika saa hizi seneta ni Chayas. Si unipeleka kwa Ruto nipigwe risasi. Kwani mimi nikikufa watoto hawezi baki? Mimi sina watoto wadogo wenye watabaki kulia. Watoto wangu ni wakubwa. Hata wataenda kuajiriwa na hospitali wafanye kazi, walime shamba yake ndio wapate unga. Mimi si bemerasani. Ile kitu inatumika saa hizi ni Chayas. Wana disi mbuzi yetu yenye ilienda siku ile. Ile mbuzi yetu ilienda. Tulileta mpaka majina kwa station. Nani alifuata? Wakati ya Meja Kahara alikuwa anataka hiyo mbuzi mpaka mali inaingia na anagonga hiyo kran na kama hiyo mbuzi inapelekwa soko, anatoa ile hapo kwetu, analetea wale watu ambao wameifiwa. Wale wameuliwa watu yao. Utawezaje kuweka bunduki kwa amri kiwango ambayo wewe unajua ule mtu alikuwa na hiyo bunduki? Kwani bunduki ilirudishwa na ndege? Bunduki. Mambo ambayo inatakana serikali afanye ni mawili. Kama mtu anaua mtu, ule mtu mwenye aliua huyo mtu si anajulikana. Huyo mtu atolewe na serikali kwa sababu kwa serikali ni mrefu, aende jela. Lakini kama ni sisi tunasema leteni hapa, tupatie wale watu ya ule mtu ameuliwa, wapigwe risasi hadharani. Mimi nataka kuuliza wewe bwana DC, wakati ulikuwa aliuliwa, kwani wewe ukuwa hapa kwa hii aro? Hii aro ambaye hii ya majaribu ambaye ilileta nyinyi wote kuja kututesa sisi. Ile siku ulikuwa aliuliwa, majina ya wale watu waliuwa Lukanga ililetwa mpaka kwa station. Hiyo watu walifuatwa mpaka kwa krali yao. Alafu mbuzi wakati inaenda kwa soko ndio iuzwe, pesa ingie kwa masimu yenu, mnatuletea mbuzi 26. Juzi hospitali ile mbuzi yetu ilichukuliwa hapo karibu na Kainugalis. Mbuzi yangu ilichukuliwa na dada yangu huyu mwenye anaitwa Ikacho. Ama seneta ama sio ya kuchunga mali. Ameongea uongo kusema ati naendanga patrol. Uniambia patrol mahali mnafikanga Kainugu hii. Nani ana macho? Nani ana simu? Nani amechanganyikiwa? Nani amefuta bangi akili yake sio nomo? Ama inaendanga wapi? Ikipita kwa hii barabara ya Loyapat inaenda mpaka Agape. Inasimama hapo, wako kwetu wako kwa hospitali ile ya nyuma. Ile kitu inafanyanga ama inazunguka ni kucommunicate na Wapokot ama anahakikisha mali mbuzi imepelekwa ndio Wapokot wapigiwe siku wakuja wachukue mbuzi. Ni nini mnapicha tangu saa zile? Mnaomba kufungwa. Mimi nataka nifungwe kesho. Hata ukinipeleka kwa hii koti ya juu, bora uwe na sababu kamili. Bure. Mimi niko na evidence mingi hapa. Mwambie mtu ya nini? Yaani si yeye kuja nichukue. Niko na evidence. Angalia bwana DC. Wakati nilifungua mbuzi nikafika kwa ile geti ya shule. Kufika kwa geti ya shule. Sikia. Wakati nimefika kwa geti ya shule na mbuzi, endelea kuchaka tu, sisi tunachaka damu. Ama ilipita mbele yangu, ikaenda. Mimi ile kitu ilifanya mbuzi yangu ikachukuliwa, nikasema kwa vile maskari inajaa ndani ya ama, wacha nielekeze mbuzi yangu mahali ama iko, kwa sababu masoja ni wengi, maskari ni wengi ndani ya ama. Unaona? Nikafuatisha mbuzi mahali ama ilienda, ikaenda kufika mbele kwa ile daraja ya Doma. Ikasimama. Maskari walishuka, akapiga masimu na wakaingia ndani ya gari. Wakaenda hivi mpaka Agape nyuma ya shule. Wakarudi haraka. Kidogo hata dakika moja haijapita, Wapokot wanakuja wanafuata ama nyuma. Wanafuata ama nyuma mpaka kwa geti ya Kainugalis. Wakakata mbuzi katikati. Kwanza kijana Israel chief ya Saramash nilileta jina mpaka hapo. Kapatia mpaka mtu ya DC hayo. Akashuka kwa hii geti ya shule. Akakuja akagawa mbuzi katikati. Alinishikia bunduki, mama nikuue ama utaacha mbuzi. Nikasema chukua mbuzi. Na kidogo hivi wakati sasa anapeleka mbuzi hata haijafika hata kilomita 1 ama ikakuja kafuata barabara ya Loyapat. Mimi ndio huyu niliinua mkono nikasimamisha ama. Nikasema ndio hao Wapokot. Ndio hao wanapeleka mbuzi. Waliniambia nini? Peleka hiyo report kwa station. Hiyo mambuzi hakuna mali itaenda, tutarudisha. Na kama ninaongea uongo, radi nipige usiku ya leo Kainugu ipate kupona. Hivyo ndio vile ama ilienda. Hivyo ndio vile mbuzi yetu ilienda. Nataka kumalizia hivi. Senator, toa hiyo kambi ya Chakawala hapo. Sisi ndio tulitoa hiyo kambi tukaweka hapo kwa sababu gani? Waturukana wakitaka Kahamu wanapita kwa daraja, wanaenda wanachukua ng'ombe ya Pokot,
Pokoti wakikuja wanaua watu wa Kainuku. Waturukana wa Pokoti wanatoka wanapita kwa daraja, wanaenda wanachukua mbuzi ya Kakongo, wanaua watu Kaptiri, wanaua watu wapi. Waturukana wakikuja wanapita kwa daraja. Wapokoti wanapita kwa daraja. Magari wanapigiwa kwa daraja. Tukasema afadhali tupate ule askari mwenye atakaa mambo. Na tukaambiwa sisi muonyesheni mahali watawekwa hii askari. Hiyo ilikuwa ni maploti ya watu. Wewe unasema huwezi enda mambo, sio ploti yako. Ati ngambo ni ya Pokoti. Nataka uniambie Pokoti moja mwenye ulipata, mwenye hata kwa history, mwenye alikuwa na nini hapo? Mwenye alikuwa na nini? Na ploti hapo. Unataka uniambie bwana DC kama Wapokoti wanapiganga kura, mali inaitwa Lokolikori. Kura haijawahi kupigwa wewe ukiwa hapa, Aaron nilikuleta hapa. Lakini swali ni ya kwamba Wapokoti wanapiganga kura la Mnyeusi. Wapokoti wanapiganga kura Misaramash. Wapokoti wanapiganga kura Kabikaraya. Ikifika siku ya kura unaenda kupigia kwa mlima. Wewe ulijuaje kwa ndoto yako ya kwamba kama uliletwa hapa Kaidu ati hapo ndio mpaka ambayo wewe uliletwa kuishi? Wacha kutufanyia drama. Fanyeni hivi. Kitu ni moja tu hivi. Sisi hatutaki. Kwanza mimi si Juma roho ya watu wengine. Mimi nikiangalia hata askari mwenye anavaa uniform hata akili yangu inatakanga kuruka. Mimi naogopa yule askari anavaa uniform. Kwa sababu gani? Nikikumbuka ile siku hiyo KPA ilikuwa maaskari walikuwa ndani ya kijiji. Walikuwa wanapiga watu. Walikuwa wanamwaga mapombe ya watu. Walikuwa wanaingia mpaka ndani ya maduka ya watu. Maaskari ya S2 na ya Jeshu walikuwa ndani ya kambi. Hivi mpaka Lokirima. Wakipata ule mama mwenye hapo na shanga, wanampiga. Wakimpata ule mtu ule kijana mwenye wale wachuruzi wanausanga mambuzi hapo kama wamefunga shuka, wanapiga na bunduki ya Pokoti inalia Karenya. Inalia nyuma ya polisi. Hiyo ni justice. Kuna haki. Senator, kuna haki hapo. Unipeleke kwa Ruto, mimi nitapanda na pesa yangu, hata sitaki hiyo kopia yako inipeleke mimi. Hata sipandi gari yako. Wacha mimi mwenyewe niende. Uone kama sitapunguliwa State House niende niongee. Nataka kumalizia hivi leo bachi. Chairman. Mkutano ya leo ni ya uchungu yetu. Hata kama tutafanya mpaka kesho, bado solution patikani. Bado solution patikani. Amani ndio itasimamisha chakula kwa tumbo. Nani aliroga maaskari wenye walisisi tuliletewa? Maaskari wetu wanatuambia mkono tupo inambiki. Paka tupeane nini? Hata watoto tumepeleka shule. Ni nini mnahitaji tuwapee maaskari? Ni nini? Mungekuwa hata mnatuata ile mabuzi inachukuliwa mrudishe. Hata hakuna mtu anasapatiwa mbuzi yake yote akose kutoa hata moja, hata ya mafuta ya gari peke yake. Nani huyo mwenye amelaniwa? Yaani Mungu alikuwa na sababu ya kutuletea roho. Senator, sisi kama Waturkana Kainuku tutahama Kainuku. Jana tulikuwa tumepanga ya kwamba kuanzia gavana na Moiti, senator na wale wengine na aligo, kama mwezi kufika hapa Jumatatu, sisi tulikuwa tunataka tuamke sisi wote tuingie kwa kambi ya askari, hospidi ya kuja kama kawaida yake atumalize. Hospidi mimi ndio nilileta ile nini? Ile ng'ombe. Wenye wao ulipatia Wapokoti. Wakarudisha ile siku ilikuwa alikuwa ameuliwa. Hiyo ndio siku yenye mimi nilikuwa adui yako. Sisi ndio tulileta hiyo ng'ombe tukasema kwa vile tunajua wale watu waliua mtu yetu. Wacha tupeleke hiyo ng'ombe. Mimi nilimwambia vijana tupeleke hiyo ng'ombe. Mimi nilikuja mpaka hapa nikitafuta Lokwa mimi peke yangu. Ile marisasi ililia town ndio ilirudisha mimi. Nikasema kumbe Wapokoti tena wananifuata. Mimi peke yangu nilikuwa natafuta Lokwa mpaka nikafika hapa katikati. Na mguu nikitafuta Lokwa nilikuwa na fimbo. Sikuwa na pikipiki, nilikuwa mimi peke yangu. Ile marisasi ya town ikanirudisha. Tukapata hiyo nini? Ile ng'ombe. Tukaleta mpaka kwa station. Kufika kwa station tukasema labda askari na sheria yake itamsuia Wapokoti wakikuja awaambie Wapokoti, si nyinyi mnajua ule Pokoti aliua mtu na kuchukua mbuzi yote, mwende mshike huyo mtu mlete hapa, serikali achukue, alafu ile mambo mengine tufanye. Ilifanyika bwana Dizi, ilifanyika. Ile ng'ombe sisi tulileta, si hospitali alitoa na akarudishia Pokoti. Hiyo ni justice. Kuna haki hapo. Mtu yako ameuliwa, ng'ombe mbuzi yote imechukuliwa na sisi tukaleta ile Pokoti na usalama tukapeana. Haya, ile ndama
yenye watu ya Bolt alipata juzi kwa daraja. Mbona spidi ililetwa mpaka kwa kambi ya polisi. Kufika hapo asubuhi, siliweko kwa gari ya askari. Ikapelekewa Wapokoti. Asubuhi Wapokoti walikuja mpaka karibu na kambi ya KDF hapa kwa nani? Karibu kambi ya Astu. Wakachukua mbuzi ya Ngamila. Walichukua mbuzi ya Ngamila. Ngamila aliitwa ati akuja ingie ndani ya kambi, akunywe chai. Alafu wakati Ngamila anaenda kunywa chai hiyo ya askari, mbuzi yake ikachukuliwa wapi? Hapo. Kabla hatujaleta road block seneta hapa. Wapokoti waliingia ndani ya shule ya secondary ile. Wakakatakata fence maskari wakiona na walikuwa kwa road block. Mpaka mtu alikuja kumwambia hawa ndio hiyo Wapokoti wameingia ndani ya fence. Wanakatakata fence, wanakuja kuchukua mambuzi ya shule. Kwani huyo mtu aliambiwa nini? Enda andika kwa station kwanza report. Na ndio hiyo Wapokoti wanachukua mbuzi na walichukua yote. Kuna hata